Marko 13:28. Marko 13:28 hadi 29. Ndio. Imeandikwa, kwa mtu jifunzeni mfano, tawi lake lishapokuwa laini, Ndio. na kuchanua majani, Ndio. matatu ya kuwa wakati wa mavuno ni karibu. Ndio. Nani kadhalika mnaonapo mambo hayo yanaanza? Nani kadhalika mnaonapo mambo hayo yanaanza? Tambweni ya kuwa yu karibu malangoni. Yu karibu malangoni. Yaani Yesu Kristo. Rudia. 28. Imeandikwa, Marko 13:28 hadi 29. Ndio. Kwa mtini jifunzeni mfano. Kwa mtini jifunzeni mfano. Mtini ni mti wa matunda yanayoitwa tini. Kwa hiyo huu mti una wakati, una majira yake ya kuzaa na kuna wakati wa kuvuna. Anasema kwa mtini jifunzeni mfano. Tawi lake lishapokuwa laini. Tawi lake lishapokuwa laini. Na kuchanua majani. Mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ni karibu. Mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ni karibu. Kwa hiyo wanaolima yale matunda yanaitwa tini, hasa huko ni Israeli, wanamwangalia ule mti, wanaangalia majani yameshakuwa laini, wanaangalia sasa yanatoa maua, na wanajua ya kwamba sasa wakati wa kwenda kuvuna huu karibu. Sasa wenzetu wamelima hayo matunda yanaitwa tini. Wewe una matunda unayoyalima, unatambua kabisa wakati huu nitaenda na karibia kwenda kuvuna, kulingana na majira yake na dalili za ule mti ambao unao pale nyumbani. Una mpapai, una mchungwa, una mkorosho, una sijui mkahawa na kadhalika, mchikichi, una miti mbalimbali ya matunda pale nyumbani. Unajua kabisa wakati huu unakuwa wakati wa mavuno. Tena wakati mwingine kuna kasoro, utatambua kabisa kwa kasoro hii, kwa tatizo hili, kuvuna kutakuwa na mashaka. Kwa hiyo anasema tujifunze kwa mtini, tujifunze kwa hii mimea yetu yenye matunda, namna ambavyo inavyobadilika, na tunajua kwamba wakati huu wa kwenda kuvuna. 29. Nani kadhalika mnaonapo mambo hayo yanaanza? Nani kadhalika myaonapo mambo hayo yanaanza? Tambweni ya kuwa yu karibu milangoni. Tambweni ya kuwa yu karibu milangoni. Yaani kuna mambo fulani ya miujiza ambayo yanaonekana yanatendeka, mtambue ya kwamba yu karibu milangoni. Nani yu karibu? Ni Yesu mwenyewe. Yesu alitoa pepo kwa jina, kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hakutumia jina. Yeye mwenyewe alikuwa anatamka tu, pepo toka, na pepo anatoka. Bwana Yesu apese sana. Somo letu, kumkufuru Roho Mtakatifu maana yake nini? Sasa wakati Yesu anafanya mambo haya, ndipo anasema tujifunze kupitia mtini, tujue wakati huu karibu. Maana yake wakati ule wa hukumu ya ulimwengu umekaribia. Sasa kukaribia huko, unaweza ukaona unahesabu siku, unahesabu miaka, unaona bado tu, lakini tunasema wakati huo umekaribia. Ni kwa sababu hesabu ya miaka yetu ni tofauti na hesabu ya Mungu. Miaka 1000 kwa Mungu ni siku moja. Miaka 2000 kwa Mungu ni siku mbili. Tangu Yesu ameondoka mpaka sasa ni 2026. Kwa hiyo ana siku mbili tu tangu ameondoka. Lakini sisi kwenye hesabu zetu 1000 ni ndefu kwa kweli. Bwana Yesu apesiwe sana. Lakini Yesu anatuambia tunapoyaona haya yanayotendeka, wakati huu karibu wa yeye kuja. Sasa twende kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 12 mstari wa 28. Tuangalie jambo fulani ambalo Yesu alilifanya na maneno ambayo Mafarisayo au Wayahudi waliyasema kuhusiana na lile ambalo Yesu amelifanya. Hapo ndio tunapoenda kupata majibu ya kumkufuru Roho. Lakini mimi, Mathayo 12:38 imeandikwa. Ndio. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu. Lakini mimi nikitoa